Hujambo na karibu mtazamaji wa Asam Online TV. Leo ripoti za Asam Online TV zinakujia katika eneo la Mfenesini ambapo mamlaka ya maji Zanzibar ZAWA imekwenda kufanya ufunguzi mkubwa sana wa mradi wa maji ambao wenye kina kirefu sana cha maji. Na mgeni rasmi ni makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Othman Masoud Othman. Langu jina anaitwa Abdurrahmani mwana wa Sheha, nyuma ya kamera Ali bin Haji. Karibu. Wenye weledi ambao umetufikisha leo tukiwa katika uzinduzi wa mradi huu. Lakini kwa namna ya kipekee naomba nichukue fursa hii kuwashukuru wajenzi wa mradi huu pamoja na washauri elekezi kwa kusimamia mradi huu kwa uweledi na kwa ufanisi, na hadi leo tupo katika uzinduzi. Naomba nisiwe mwizi wa fadhila, nichukue fursa hii pia nimshukuru Mheshimiwa mwakilishi wa jimbo la Mfenesini, sahibi yangu Al-Habib Machano Othman Said, kwa yale ambayo tulielezwa hapa, kwa usimamizi wake, kwa kusukuma hadi leo mradi huu tumefikia katika uzinduzi. Ndugu wananchi na ndugu wageni waalikwa, bila shaka upatikanaji wa maji safi na salama ni sehemu muhimu ya maisha yetu. Ni sehemu muhimu ya maisha, lakini ni sehemu muhimu ya maendeleo ya kijamii, ni sehemu muhimu ya maendeleo ya kiuchumi. Kwa sababu bila maji safi na salama haiwezekani tukawa na siha njema, na bila kuwa na afya njema hatuwezi tukafanya shughuli nyingine za kijamii wala za kiuchumi. Kwa hivyo kutekelezwa kwa mradi huu ni dalili na ni ushahidi wa namna ambavyo serikali yetu ya Mapinduzi ya Zanzibar imelipa umuhimu suala la kumaliza tatizo la uhaba wa maji na huduma ya maji kwa kufanya juhudi ya kuhakikisha ufanisi wa utekelezaji wa mradi huu. Naamini ni faraja yetu sote kuona tunakwenda kuongeza kiwango cha uzalishaji wa maji na kuimarisha miundombinu ili wananchi wetu waondokane na changamoto ya upatikanaji wa huduma hii. Ndugu wananchi na ndugu wageni waalikwa, naamini ni faraja yetu sote kwamba mradi huu ambao mbali ya maeneo ya skimu ya Mfenesini, mradi kama huu pia umetekelezwa katika maeneo ya Dole, Limani, Kwarara, Kidutani, Mkorogo, Masingini na Maungani kama ambavyo tumeelezwa katika taarifa ya kitaalamu. Matarajio ya serikali ni kwamba kukamilika kwake kutasaidia kwa kiasi kikubwa kuondosha changamoto za upungufu wa huduma ya maji. Ndugu wananchi na wageni waalikwa, Zanzibar inafungua mradi huu ikiwa katika maadhimisho ya wiki ya maji duniani. Kama tulivyoelezwa, inaanza tarehe 16 Machi na kilele chake tarehe 22 Machi ya kila mwaka. Maadhimisho ya wiki ya maji duniani kwa mwaka 2025 yamebeba kauli mbiu isemayo uhifadhi wa uoto wa asili kwa uhakika wa maji. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inatambua kwamba bado kuna baadhi ya maeneo yenye matatizo ya upungufu wa huduma ya maji safi na salama, na juhudi zitaendelea kuchukuliwa ili kuhakikisha kwamba maeneo yote ya Zanzibar yanapata huduma hii. Naomba ndugu wananchi na ndugu wageni waalikwa, niseme lile linalohusiana na kauli mbiu ya maadhimisho ya mwaka huu ya wiki ya maji juu ya uhifadhi wa uoto wa asili kwa uhakika wa maji. Kwa upande wa serikali ya Mapinduzi Zanzibar, nayo kwa kuthamini umuhimu wa hifadhi ya mazingira yetu, kuhifadhi uoto wa asili, mwaka jana mwezi wa Agosti serikali ilizindua rasmi
programu ya kuirithisha Zanzibar ya kijani ambayo inatekelezwa chini ya ofisi ya makamu wa kwanza wa rais. Ndugu wananchi na ndugu wageni waalikwa, sote ni mashahidi kwamba maji tunayoyategemea kwa Zanzibar ni maji yaliyopo ardhini, na kama ni maji yaliyopo ardhini, wanasema yanakuwa kama vile mithili ya ng'ombe wa maziwa. Ili upate maziwa inategemea zaidi matunzo na malisho ambayo utampatia. Malisho ya ardhi ili izalishe maji ni uoto wake wa asili, ni miti ya kutosha. Zanzibar tuna ardhi ndogo sana isiyozidi ekari 600,000, na ambayo bahati mbaya sehemu kubwa tumeshaijenga sasa hivi, na takriban theluthi moja ya Zanzibar ni ardhi ya maweni ambayo uzalishaji wake wa maji unakuwa sio mkubwa sana. Kwa mkoa wa Mjini na Magharibi ambao una kilomita takriban 231, takriban tumezimaliza zote kwa ujenzi, na bahati mbaya ni kwamba mkoa wa Mjini na Magharibi kama ulivyo jina lake uko upande wa magharibi ya Unguja, ya kisiwa hichi cha Unguja, ambacho upande huu wa magharibi ndio ambao una uoto wa asili kwa wingi. Upande huu wa magharibi ndio ambao una rutuba ya kutosha. Lakini bahati mbaya miji yetu au mji wetu huu mkubwa umekuwa kutokea upande wa magharibi. Ina maana tumekula kwa kiasi kikubwa sana huo uoto wa asili, tumekula kwa kiasi kikubwa sana miti. Mheshimiwa Makamu wa Kwanza Rais, leo hii ni mwendelezo wa shamra ya wiki ya maji, na sisi Mamlaka ya Maji Zanzibar kupitia Wizara ya Maji, Nishati na Madini tunaendeleza. Ni juzi tu tulikuwa kule kisiwani Pemba tukifungua mfumo wa uzalishaji umeme kupitia sola, ili tuunganishe huduma sasa. Wakati umeme wa gridi ukiwa haupo, basi sola iendelee kufanya kazi ili wananchi wapate huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa Makamo, kipekee naomba nimpongeze na nimshukuru sana Dr. Salha Mohamed Kasim kwa usimamizi wake wa mradi huu. Hapa leo tukiwa tunafungua, tuna takriban ya lita milioni 19 za maji ziko hapa. Naomba Dr. Tangi ambalo liko juu lina lita milioni 4 overhead tank, na yale pale ni lita milioni 15. Hizi zote ni juhudi zenu nyinyi viongozi wetu kwa kusimamia kwa dhati ili Zanzibar yetu isonge mbele na huduma ya maji safi na salama iweze kupatikana kwa wananchi wote. Mheshimiwa Makamu, tunajua ndani ya Wizara ya Maji, Nishati na Madini bado tuna deni kwa wananchi wa Zanzibar. Hilo tunalifahamu. Lakini juhudi zote hizi ambazo tunazichukua ni kwa ajili ya wananchi wa Zanzibar ili waweze kupata huduma hiyo pasi na matatizo. Leo hii nina furaha kubwa sana kuona mwakilishi wa jimbo la Mfenesini yupo hapa. Ilikuwa kila ambapo tuna kikao cha baraza, basi hofu inanipata juu yake. Mradi huu kwake leo tumemkata maneno, na ndio maana ukiniruhusu nitampa hata dakika 2 aseme yale mazila yote ambayo kwa wananchi wake akiwafanyia, ili sisi tuweze kuharakisha kufanikisha mradi huu. Japo ilikuwa ni tatizo, lakini nakushukuru sana Mheshimiwa mwakilishi, nakushukuru sana. Vile vile naomba niwapongeze wananchi wa Mfenesini kwa uvumilivu wao. Mradi huu utakuwa ni ukombozi wa shehia karibu 55, na wale ambao bado hajafikiwa na mradi huu
uwezo wa utanuzi wa mradi huu tunao, na kwa sasa muda wowote tuna mabomba zaidi ya bilioni 20 yataingia Zanzibar ili tuweze kukamilisha mule ambamo muna matatizo ya maji. Ndugu zanguni, serikali kwa kuona umuhimu wa maji imeamua kuongeza nguvu ili ndugu zetu wazawa waweze kupata utaalamu zaidi, lakini vile vile kujengeka ili waweze kutoa huduma kwa wananchi. Serikali imeamua ku-outsource, kuweka kampuni ya Rand Water ili iweze kuongeza nguvu kwa ajili ya huduma zetu kwa wananchi. Ndugu wafanyakazi, naomba tuendelee kuwaunga mkono wenzetu ili na nyinyi mujenge ujuzi wa hali ya juu kama serikali ambavyo imekusudia. Maadhimisho yetu ya wiki ya maji duniani yamebeba kauli mbiu isemayo uhifadhi wa uoto wa asili kwa uhakika wa maji. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upande wa ZAWA, wiki hii ya maji duniani imeadhimisha na ufunguzi wa miradi mbalimbali ya maji, ikiwemo kisima kinachotumia nishati ya jua kilichopo Weni Wete Pemba katika mkoa wa Kaskazini. Aidha, ufunguzi wa mradi wetu huu wa maji wa Mfenesini ni mwendelezo wa maadhimisho haya na kazi inaendelea. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu wa uishaji na marishaji wa mfumo wa maji safi Zanzibar ambao unatekelezwa kwa mashikamano pamoja baina ya benki ya Exim ya India na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unagharimu dola za Kimarekani milioni 92.18. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu umegawika katika loti 3 za utekelezaji wake. Loti ya kwanza unatekelezwa na mkandarasi ambaye ni kampuni ya Mega Engineering Limited katika skimu ya Dole na Mfenesini zenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 26,167,200, ambapo leo tupo hapa katika skimu mojawapo ambayo hii ni skimu ya Mfenesini ya Mega Engineering. Loti ya pili imetekelezwa na mkandarasi ya kampuni Afcon Vijeta katika skimu ya Mkorogo, Maungani na Dimani yenye thamani ya dola milioni 27,740,731. Loti ya tatu imetekelezwa na mkandarasi kampuni ya Larsen Turbo katika skimu ya Masingini, Kwarara, Kidutani na ujenzi wa ofisi ya makao makuu ya mamlaka ya maji Zanzibar iliyopo Mwembe Madema kwa thamani ya dola za Kimarekani milioni 35,829,919. Aidha, mshauri elekezi wa loti zote 3 ni kampuni ya Cracks Consultant Limited kwa thamani ya dola za Kimarekani milioni 1,08,500. Mheshimiwa mgeni rasmi, wakandarasi wa loti zote 3 pamoja na mshauri elekezi wanatoka nchini India na hii ni kwa mujibu wa mkataba wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu wote umetekelezwa kwa kufanya kazi zifuatazo. Kwanza, uchimbaji wa visima 64 vyenye uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 177 kwa siku. Ujenzi wa matangi makubwa 15 yenye ujazo wa lita milioni 134. Ulazaji wa mabomba kilomita 466.9. Uwekaji miundombinu ya kuzimia moto fire hydrants 341 katika shehia zote 36. Uungaji maji kwa wananchi katika shehia 36 za mkoa wa Mjini Magharibi na wilaya ya Kati katika mkoa wa Kusini, lakini pia tumefanya extension kufikia shehia 55 mpaka sasa hivi, ambapo shehia 48 zipo Mjini Magharibi, shehia 2 mkoa wa Kaskazini na shehia 5 zipo katika mkoa wa Kusini Unguja. Mheshimiwa mgeni rasmi, skimu hii ya Mfenesini ambayo leo tupo inajumuisha uchimbaji wa visima 10 ambavyo vyote vimeshachimbwa na vina uwezo wa kuzalisha maji lita 955 za maji kwa saa, sawa na lita milioni 22.92 kwa siku. Ulazaji wa mabomba yenye urefu wa kilomita 108 zote zimeshalazwa na huduma ya maji imeanza kupatikana kwa baadhi ya wananchi. Kazi zinaendelea katika kuongeza matawi networking katika baadhi ya maeneo ya skimu hii. Ujenzi wa matangi mawili makubwa mheshimiwa tayari yameshakamilika. Tangi la chini lipo hapa lina ujazo wa lita milioni 15 na tangi la juu lipo hapa lina ujazo wa lita milioni 4. Matangi yote mawili yamekamilika na yameshaanza kufanya kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, jumla ya mita zilizofungwa mpaka sasa hivi kuunganisha huduma kwa wateja ni mita 2,000.
Kazi za uungaji wa maji na mita kwa wananchi zinaendelea katika shehia zote zimo katika skimu hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuzingatia usalama wa majanga ya moto, mradi huu pia umejumuisha ujenzi wa miundombinu ya kuzima moto, yani fire hydrants, ambazo kwa skimu hii ya Mfenesini jumla ya fire hydrants 21 zimefungwa katika shehia zote za mradi. Mheshimiwa mgeni rasmi, skimu hii inahudumia shehia za Mfenesini kama Mwangapwani, Mwakaje, Chuini, Mbuzini, Kiombamvua, Kihinani, Kikaangoni. Wananchi wa maeneo hayo tayari wameanza kunufaika na huduma hii. Kazi ya unganishaji na ufungaji wa mita kwa wananchi inaendelea katika maeneo ya mradi. Jumla ya wananchi wapatao 89,984 wanatarajiwa kupata faida ya mradi huu. Bwana, ni mradi huu wa maji ambao umekwenda kuzinduliwa moja kwa moja na makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Othman Masoud Othman, katika eneo hili la Mfenesini. Kwa hayo na mengi, usiache kufuatilia katika channel yetu ya Asam Online TV. Andika tu Asam Online TV. Na kujina naitwa Abdurrahman mwana wa Shani, makamu ya Ali bin Hai. Kwaheri ya kuonana.